الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज भी hutuba hii halifa mtukufu ni ya tarehe 24 ya mwezi wa kwanza 2014. halifa mtukufu ayyadahullah taala bin aziz anasema kwamba mimi leo nitaendelea na mada ile ile niliyozungumza katika hutuba ya Ijumaa iliyopita. Nitaeleza maelezo yake leo zaidi, na vile vile nitaeleza kwa njia ipi tunaweza kupata matokeo mazuri ya juhudi yetu, na kwa kufanya hivi wengi wa wanajumuiya wanaweza kurekebisha hali ya amali zao. Hutuba mbili zilizopita nilieleza kwa urefu zaidi kuhusu hii, na kwa sababu ya hii ilikuwa wazi kwetu kwamba kwa ajili ya kurekebisha vitendo vyetu, hali ya vitendo vyetu, mambo matatu yakipatikana, basi tunaweza kurekebisha hali yetu vizuri. Ya kwanza ni kuwa na nia safi na kuwa na imani thabiti, na njia ingine ni kuondoa upungufu wa elimu inayopatikana, na ya tatu ni kufuta na kuondoa uvivu wa kufanya vitendo vizuri. Leo nitaeleza maelezo yake zaidi ya mada hii kulingana na hutuba ya halifa mtukufu wa pili radhiallahu taala anhu, lakini mambo nitakayoeleza leo kuhusu maelezo haya nitakayotoa, nataka kusema kwamba wabashiri wetu, maulamaa wetu, viongozi wa jumuiya na maamiri ambao wanapata bahati ya kuwasihi wengine, na vile vile ni jukumu lao, na katika viongozi hawa ni viongozi wa idara zote za jumuiya pia wanatakiwa wao wazingatie mambo haya nitakayoeleza, ili waweze kufanya kazi vizuri ya kurekebisha hali ya vitendo vya wanajumuiya. Kuhusu hii na nimeshawahi kueleza mbele ya jumuiya mara kwa mara mambo kadhaa, na wanajumuiya wakiishi sehemu yoyote ya dunia kwa kupitia MTA wanasikiliza hutuba zangu, na kwa kusikiliza hutuba wanaona athari juu yao, hata kama si wote lakini wengi wao wanapata athari. Lakini wabashiri, maamiri na viongozi wa jumuiya waandae mipango yao ya aina hii kwamba mambo haya yawekwe mbele ya jumuiya mara kwa mara, yani yaelezwe mbele ya jumuiya mara kwa mara, ili kila mwanajumuiya ajue majukumu yake ni nini na wajibu wake ni nini. Kwa hiyo jambo hili ni muhimu sana. Kila mmoja wetu ambaye amepewa jukumu lake, basi anatakiwa azingatie majukumu yake. Sehemu ya kwanza ya kurekebisha hali ya vitendo
vitendo nimeshawahi kueleza ni kuwa na nia safi, au kwa neno lingine ni kuwa na imani thabiti. Kwa ajili ya kuleta imani hii, manabii wa Mwenyezi Mungu wanakuja duniani, na manabii wanaonyesha miujiza na nishani kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hadhrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba jumuiya yetu imebahatika kupata miujiza na nishani za Mwenyezi Mungu chungu mzima, na imepata nishani hizi kiasi hiki kwamba hakuna mwingine yeyote aliyepata sehemu ile ya nishani za Mwenyezi Mungu, au hakuna dini nyingine yoyote min ghairi ya dini tukufu ya Islam ambayo inaweza kuwa na miujiza na nishani kutoka kwa Mwenyezi Mungu zinazothibitisha umoja wa Mwenyezi Mungu, ambazo zinasafisha uchafu wa kiroho wa kimwanadamu. Lakini kwa kuwa na hali hii kwamba nishani hizi na miujiza inapatikana ndani ya dini tukufu ya Islam, kwa sababu gani uvivu unapatikana ndani ya jumuiya, ndani ya wanajumuiya? Hazur anasema, Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu amesema kwamba sababu yake ni hii kwamba maulama wa kisilsila na wabashiri na viongozi wa jumuiya hawakuzingatia jukumu vizuri la kusambaza mambo haya. Hazur anasema kama kauli hii ya Hazrat Muslim Maud ilikuwa sahihi miaka 75-6 iliyopita, ni hali hii inapatikana hata leo pia, na kadiri tunaendelea kuwa mbali na dhama ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, tunatakiwa tuzingatie sana jambo hili kwa kuwa na mpango maalum. Basi aliyosema Sayyidina Muslim radhiyallahu ta'ala anhu tunatakiwa tuzingatie sisi pia. Hazuru anasema kwamba kuna sababu gani kwamba kuhusu kifo cha Nabii Isa alayhi salatu wasalam hutuba zinatolewa, au kwa kusikia shutuma za maadui dalili chungu mzima zinatolewa, na kwa kutoa na kwa kueleza dalili hizi tunaziba midomo ya maadui. Lakini mafundisho ya jumuiya hayakuelezwa hivi mbele ya wanajumuiya. Katika jumuiya yetu watu wanaweza kupatikana ambao wanajua dalili kuhusu kifo cha Nabii Isa alayhi salatu wassalam, ambao wanaweza kutoa majibu ya shutuma za maadui. Hapa pia muone kwamba katika TV na katika internet shutuma zinazoletwa na mashehe, wanajumuiya wanatoa majibu yao vizuri, hata wanajumuiya wa kawaida anatoa majibu yake vizuri. Watu wengine wananiandikia majibu wanayotoa katika barua zao, na kwa kawaida majibu wanayotoa yanakuwa mazuri sana na yanakuwa yenye elimu sana. Kwa hiyo sisi tuna silaha ya dalili ya kutosha, lakini mtakuta watu wachache ambao wanajua kwamba Sayyidina alayhi salatu wassalam ametuelezea jinsi gani kuhusu sifa za Mwenyezi Mungu, au kwa ajili ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu ametufundisha njia gani, au katika maneno gani ametusihi kwamba tupate ukaribu na Mwenyezi Mungu, na nishani na miujiza ya Mwenyezi Mungu zilipatikanaje wakati wa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Na inaweza tokea hivi kwamba mtu anajua kuhusu kifo cha Nabii Isa alayhi salatu wassalam, na anajua
hoja yake pia vizuri na ameshapata jumuiya kwa kupitia wazazi wake. इल्म होने के बावजूद ये सबकी तरह दूसरी तरफ जिन बातों का इल्म lakini kakuwa na elimu जो अभी मैंने बयान की ya vitu hivi vyote, imani yake inakuwa dhaifu sana, inakuwa ndogo sana, ये नहीं इसका इल्म होता इसलिए कमजोरी पैदा हो जाती है। ईमान भी डामाडोल na kwa sababu ya kutokuwa na elimu ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu, ndiyo maana imani inapungua na inaanza kutetemeka, na upungufu wa elimu pia inapatikana kwa sababu yake. लेकिन Bila shaka kuhusu kifo cha Nabii Isa alayhi salatu wassalam, mtu anakuwa na imani thabiti sana, lakini kwa sababu ya kujua elimu yake au jambo hili hawezi kurekebisha vitendo vyake. Ndiyo maana upungufu wa vitendo vizuri vinapatikana ndani ya jumuiya. Kwa hiyo kuhusu hii, wabashiri wote, maamiri na viongozi vyote ambao wamepewa jukumu la kuonyesha mifano yao na jukumu la kurekebisha hali ya watu, wao hawakuzingatia jambo hili kama ipasavyo, जोड़ने की कोशिश नहीं करते जो कोशिश करने का हक है। उस वक्त तक na hawafanyi juhudi kama ipasavyo ya kueleza shabaha ya kuja kwa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Ndiyo maana sababu yake ni kwamba wale ambao wana kasoro katika vitendo vyao, idadi ya watu wa aina hii itaendelea kupatikana ndani ya jumuiya. Huzur anasema kwamba inatakiwa tuchunguze na tufanye utafiti miongoni mwetu ni wangapi ambao wanapenda kufanya ibada, si katika mwezi mtukufu wa Ramadhan tu au kwa kukaa itikaf mara moja kwa mwaka moja kisha kuendelea kueleza kuhusu ile itikaf, bali kuwa na shauku na hamu ya kufanya ibada ili ukaribu na Mwenyezi Mungu upatikane. Wapo wangapi miongoni wetu ambao wanakuwa na tabia ya aina hii, au wapo wangapi ambao Mwenyezi Mungu anawapenda na Mwenyezi Mungu anapokea maombi yao na anaongea nao baada ya kumpokea Sayyidina alayhi salatu wassalam? Kupata hali hii au kufanya juhudi ya kupata hali hii au daraja hii ni jukumu la kila mwanajumuiya. Basi haya ni mapinduzi ya uhuishaji wa Islam. Kwayo Sayyidina alayhi salatu wassalam alikuja ikiwa kwa kweli kila mmoja anajua अगर हमें पता हो daraja ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, na kila mmoja anakuwa na hamu ya kutimiza jukumu lake, na ikiwa tunajua kwamba Mwenyezi Mungu alionyesha nishani kiasi gani kwa kumpitia Sayyidina alayhi salatu wassalam, katika hali hii kila mmoja wetu atakuwa na hamu ya kupata ile hali na atafanya juhudi ya kupata ile daraja ili angeweza kushuhudia nishani kutoka kwa Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe pia, na imani ingeimarika. Kwayo nia halisi inapatikana. Kwa sababu ya nia hii mtu anakuwa na hamu ya kukutana na Mwenyezi Mungu. Basi nishani zilizopatikana kwa kumpitia Sayyidina alayhi salatu wassalam, tunatakiwa tuwe na imani sana kwa sababu ya nishani hizi zilizopatikana, ili sisi pia kwa kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu kwa kumpitia baraka ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam
tuweze kufuata mfano wake katika maisha yetu, na kwa kufanya hivi tupate ile daraja ambayo kwa kupata ile daraja Mwenyezi Mungu ataanza kutupenda. Huzuru anasema katika mambo ya dunia sisi tunaiga mifano ya wengine, na kwa kuona kitu fulani kwa mtu mwingine tunakuwa na hamu kwamba tupate kile kitu, kisha tunatumia njia mbalimbali ya kupata kile kitu. Na kuhusu hii sawa na fikira yake na sawa na uwezo wake anafanya juhudi ya kuiga ule mfano. Kwa mfano mtu anakuta mtu mwingine amevaa mavazi mazuri, anakuwa na hamu kwamba yeye pia apate mavazi sawa na mavazi ya yule mtu, au anaona kitu kingine kwa mtu mwingine, basi anakuwa na hamu ya kupata kile kitu. Siku hizi TV imeleta dunia karibu kiasi hiki kwamba si matajiri tu, hata watu wasio na uwezo wao pia wanataka kwamba tunatakiwa tuwe na starehe ya aina fulani na fulani, tuwe na TV na fridge pia, barafu pia, kwa sababu mtu mwingine na mtu fulani anayo TV na yeye pia ni kama mimi. Na hawafikirii kwamba ikiwa mtu mwingine au mtu yeyote amepewa vitu hivi kwa jamaa yake au amepewa zawadi kutoka kwa jamaa yake, katika hali hii mimi sitaki niwe na tamaa ya kupata vile vitu. Na inatokea hivi kwamba mara moja anataka kukopesha vitu kwa sababu hii kwamba mtu mwingine anavyo vitu hivi, kwa mimi pia nipate. Au watu wengine kwa ajili ya kununua vitu hivi wanaleta ombi ya kupata msaada kutoka kwa jumuiya. Hazur anasema bila shaka ni jukumu la jumuiya kwamba sawa na uwezo wake jumuiya itimize mahitaji ya mwenye haja, lakini wale wanaohitaji vitu hivi hususan katika nchi ya Pakistan au katika nchi zingine za maskini, wao wanatakiwa walete ombi kwa ajili ya vitu vinavyohitajika kweli kweli, na wanatakiwa wazingatie heshima yao pia kuhusu hii. Kisha watu wanaoishi katika nchi matajiri wao pia kwa kuwaiga watu wengine wanakuwa na hamu ya kununua vitu. Labda mtu amenunua TV ya model mpya, basi anakuwa na hamu kwamba yeye pia anunue, au kuna vitu vingine na mitambo mingine ya kisasa, basi wanakuwa na hamu ya kupata ile mitambo, au kwa kupata mkopo wananunua vitu hivi. Hazur anasema kwamba hali ya uchumi ya dunia iliyoharibika, nieleze sababu yake ni hii pia, kwamba watu wamechukua mkopo mkubwa na kwa badala yake wanatoa riba, na riba ni laana kubwa sana, na hawafikirii riba itawapeleka wapi. Kwa hiyo kununua vitu hivi kwa kupesha ni sababu ya kuharibika kwa uchumi. Anasema nilikuwa naeleza kwamba watu wanafuata mfano wa dunia au watu wanaiga dunia, na hivi kwa kukosa mali yote wanaharibu mali yao yote, na kwa sababu ya kufuata na kuiga dunia wanapata hasara sana. Lakini katika dini, ikiwa mtu anaiga mfano wa mwingine kama alivyotuachia Sayyidina alayhi salatu wassalam mfano mwema katika zama hii, hata wengine miongoni mwetu wamesha waona masahaba wa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Sisi hatuigi mifano ya hawa masahaba, na kwa kuiga mifano ya hawa masahaba hakuna hasara ya aina yoyote, bali ni faida tupu.
na faida pia ni ya aina hii kwamba hatuwezi kupima wala kuhisabu faida itakayopatikana kwa kufuata mifano ya masahaba hawa. Kuna sababu gani kwamba kwa nini hatuwafuati mifano ya hawa masahaba ambayo itatuongeza katika imani, itatuimarisha katika imani? Sababu yake ni kwamba watu labda hawakumbushwi, hawapewi elimu kuhusu hii, au labda watu wanakumbushwa kwa kupita muda mrefu kuhusu hii kwamba Mwenyezi Mungu anaonyesha nishani hata siku hizi, na sababu yake ni kwamba sisi hatuzingatii jambo hili. Lakini katika TV, katika magazeti tukiona tangazo mara kwa mara, ile tangazo tunakumbuka na tunasema kwamba lazima nitapata kitu hiki kwa sababu ya lile tangazo. Lakini mtu akisema kwamba kuna haja gani ya kununua kitu hiki, basi anatoa majibu mara moja kwamba je, maskini hana moyo? Je, maskini na watoto wa maskini hana moyo? Kwamba tusipate vitu hivi vya dunia. Lakini jazba hii na imani hii haipatikani kwamba kwa kusikia mifano ya masahaba na watu wa Mwenyezi Mungu wapate hamu hii kwamba Mwenyezi Mungu azungumze nasi pia na atuonyeshe nishani kutoka kwake na atupatie mapenzi yake na ukaribu wake. Na kwa sababu ya kutokuwa na fikira hii na wazo hili ni kwamba maulamaa wetu, wabashiri wetu, viongozi wetu, sawa na majukumu yao, hawakumbushi wanajumuiya kuhusu kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu, au hawakumbushi wanajumuiya kama ipasavyo, ili watu wavutike na wapate athari kwa sababu ya ukumbusho wao. Kwa kueleza mifano na matokeo ya masahaba na ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, watu hawakumbushwi na hawapewi yakini hii kwamba Mwenyezi Mungu hamsaidii mtu maalum tu, bali Mwenyezi Mungu anawasaidia waja wake wote. Ikiwa watu wanakumbushwa kuhusu hii, na watu wakikumbushwa kuhusu ahadi za Mwenyezi Mungu alizoahidi na Sayyidina alayhi salatu wassalam, basi watoto hawawezi kusema kwamba kwa nini Mwenyezi Mungu hakupokea maombi yetu. Basi kuna haja ya kuimarisha uhusiano huu na Mwenyezi Mungu. Katika hali hii, falsafa ya kupokelewa kwa maombi pia inaeleweka, na nishani pia inapatikana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Basi kuna haja ya kueleza kwa watu wote kwamba katika zama hii, kwa kujiunga na mtumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaweza kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Miujiza na nishani zilizopatikana wakati wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam katika zama zake zilikuwa si kwa ajili ya zama zake tu, bali siku hizi pia Mwenyezi Mungu anaonyesha kudra yake. Ikiwa watu wote wanakuwa na hamu ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu katika jumuiya yetu, wengi watapatikana katika jumuiya yetu ambayo itafuta dhambi. Hazuna anasema si rahisi kufuta dhambi kabisa, hakuna anayeweza kudai kwamba amefuta dhambi kabisa, lakini tunaweza kupata ushindi juu ya madhambi. Au wingi wa jumuiya itakuwa wa aina hii ambayo inapata ushindi juu ya madhambi.
basi kwa ajili ya hii wabashiri wetu, maulama wetu na viongozi wetu, sawa na majukumu yao na uwezo wao, natakiwa warekebishe hali na wafanye juhudi na wafanye hivi kwa sababu ya hii kwamba Mwenyezi Mungu amemwambia Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba atakaye kufuata vizuri atapata ukaribu na Mwenyezi Mungu, na maombi ya watu wa aina hii Mwenyezi Mungu anapokea. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu watu wa aina hii wanapatikana, na watu wengine wananiandikia mara kwa mara, na mara kwa mara mimi naeleza matukio haya. Basi kuna matukio ya aina hii ambayo yanatakiwa kwa kusikia yale matukio tupate hamu ya kuiga na kufuata na kupata ile hali ili tupate ukaribu na Mwenyezi Mungu. Sayyidna Ahmad alayhi salatu wassalam anasema kwamba mataifa yote yanayopatikana duniani hakuna kaumu iliyopokea Mungu ambaye anatoa majibu na anapokea maombi. Je, Mkristo yeyote anaweza kusema kwamba nimemwamini Yesu Kristo kuwa Mungu wangu na anapokea maombi yangu na ananijibu? Haiwezekani aseme hivi. Mungu anaiongea ni Mungu moja ambaye ni Mungu wa Islam, ambaye ameelezwa na Qur'ani tukufu, aliyesema udhuuni astajib lakum, muniite nitajibu mwito wenu. Na hii ni kweli. Mtu yeyote kwa nia safi na kwa moyo safi anamwamini Mwenyezi Mungu na anafanya juhudi na anaendelea kufanya maombi, hatimaye anapata majibu ya maombi yake. Huzuri anasema mambo haya yakielezwa mbele ya jumuiya mara kwa mara, bila shaka nguvu inaweza kupatikana katika wengi wa wanajumuiya, na wanaweza kupata nguvu ya imani kiasi hiki kwamba anaweza kupata ushindi juu ya madhambi maelfu na maelfu, na kwa kufanya hivyo anaweza kusalimika na imani yake haiwezi kutetemeka tena. Na hii ndiyo ilikuwa lengo na shabaha ya kuja kwa Sayyidina alayhi salatu wassalam, kwamba mwanadamu asalimishwe katika madhambi na ajenge uhusiano na Mwenyezi Mungu kiasi hiki kwamba ridhaa ya Mwenyezi Mungu itangulizwe juu ya kila kitu, na badala ya kutafuta udhuru mbalimbali ili ibada ya Mwenyezi Mungu isifanywe, bali kwa shauku watafanya ibada ya Mwenyezi Mungu. Sasa hivi naweka mifano kadhaa mbele yenu kwamba Jumuiya Ahmadiyya imeleta mabadiliko ya vitendo ya aina gani. Mbashiri wetu wa Kyrgyzstan anasema kwamba mwanajumuiya moja Bana Omar Saheb alifanya bayat tarehe 10 wa Juni 2002. Umri wake ni miaka 58 na kwa kuzaliwa alikuwa Muislamu, lakini alikuwa akifuata nadharia ya communist. Yeye alieleza hali ya bayat yake hivi kwamba tangu nimefanya bayat, siku ile ni siku ya kumbukumbu kwangu. Sababu yake ni hii kwamba kabla ya kujiunga na jumuiya nilienda kwa watu wa dini mbalimbali, lakini sikuona mabadiliko yoyote ndani yangu. Lakini baada ya kufanya bayat, mabadiliko na mapinduzi yalipatikana katika maisha yangu. Kabla ya kufanya bayat nilikuwa siswali hata kidogo, lakini siku hizi hali ni hivi kwamba kwa fadhila za Mwenyezi Mungu na swali sala 5 kila siku bila kukosa hata sala moja, na mimi siwezi kuacha sala ya tahajjud.
na siku hizi moyo wangu umejaa na yakini hii kwamba mwanadamu anapokuwa na nia safi ya kumtafuta mwenyezi mungu anampata, na kwa kupata malengo yake anapata maendeleo na utulivu wa moyo na utulivu wa maisha yake. Huzuri anasema haya ni mapinduzi yanayopatikana ndani ya watu wanajumuia wapya. Mbashiri wetu kutoka Kotono, Afrika, anasema kwamba Adrisu Saheb ni lieutenant katika jeshi. 2013 alifanya bayat. Anaeleza jinsi gani alijiunga na jumuiya. Anasema kwamba mimi nilizaliwa siku ya Idi. Baba yangu aliyekuwa mshirikina alimwambia kaka yangu kwamba nipewe jina la Idi kwa sababu katika Afrika watu wananasabisha watoto kwa siku pia, na siku niliyozaliwa Waislamu walikuwa wanaswali. Kwa hiyo baba yangu akasema kwamba tumfanye huyu mtoto kuwa Muislamu kwa sababu amezaliwa siku ya Idi. Katika toto wangu nilikuwa nikienda miskitini, lakini siku moja nilikuwa nikirudi baada ya kusali sala ya Ijumaa, nikajiumiza na nikapata wazo hili kwamba hata baada ya kusali na kufanya ibada ya Mwenyezi Mungu nimejiumiza na nimeumia. Sasa hii ni nini? Kwa sababu ya wazo hili kwamba hata baada ya sala pia nimeumia, faida ya ibada ni nini? Kwa hiyo nikaacha Islam na nikawa Mkristo, na nilikuwa nikienda katika kanisa mbalimbali mara hapa na pale, na katika Ukristo pia nilibadilisha makundi mengi. Kwa hiyo shida zangu ziliongezeka, hata nikawa na ugomvi na mke wangu, na kila wakati nilikuwa napata shida katika maisha yangu. Wazee wa nyumbani walijaribu kurekebisha hali ya nyumbani na walifanya vikao wingi, walifanya juhudi sana ya kutupatanisha, lakini juhudi yao ilienda bure. Katika hali hii mwanajumuiya mmoja alijua kuhusu hali yangu, akasema kwamba umeshajaribu njia zote, ulikuwa Muislamu, baadaye umekuwa Mkristo, lakini shida zako hazikurekebishwa. Hata nyumbani pia hali ilikuwa mbaya, wazee walijaribu kurekebisha, lakini hali iliendelea kuwa mbaya. Kwa hiyo sasa mimi nakwambia tiba moja, au jaribu tiba hili kisha uone matokeo yake ni nini. Na tiba ni hii kwamba ufanye maombi, kwa sababu dalili ya ukweli wa dini yetu ni kwamba wafuasi wa dini hii maombi yao yanapokelewa. Wewe pia ufanye maombi, mimi pia nitafanya maombi kwa ajili yako, ili Mwenyezi Mungu afanye mapatano baina yako na baina ya mke wako. Na hali hii itakapopatikana, kwa sababu mimi nimekwambia kuhusu maombi, na mimi pia nitafanya maombi. Ikiwa mambo yakirekebika, basi kumbuka hii itakuwa dalili ya ukweli wa imamu wetu. Basi huyu bana alifanya dua kwa siku nyingi, na huyu bana anasema kwamba kwa sababu ya maombi mambo yangu yote yalianza kurekebika, na nilipatana na mke wangu. Njia ya dini tukufu ya Islam ni njia sahihi. Katika njia hii maombi yanapokelewa na hali yangu ilibadilika, na hii ni dalili ya ukweli wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, na wokovu unapatikana kwa kufuata njia hii. Huzur anasema kwamba tukio hili ni funzo kwa ajili ya wale wanajumuiya ambao wanasema ni wanajumuiya wa zamani, lakini matatizo yanapatikana majumbani kwao, na majumbani kadhaa yamejaa na matatizo ya aina mbalimbali. Mume hatimizi haki ya mke wake na mke hatimizi haki ya mume wake. Kwa kuimarisha na boresha imani, mufanye juhudi ya kurekebisha hali yenu na muiname mbele ya Mwenyezi Mungu. Mambo haya yote, matatizo haya yote yatarekebika. Kila mmoja anatakiwa atumie
ajaribu tiba hii kwa kuacha majivuno na kibri kuhusu wengine, kwamba mtu mwingine amesema hivi mimi nitasema hivi, au akisema hivi nitasema hivi. Kwa kuacha tabia hii, msaada unatakiwa uombe kwa Mwenyezi Mungu, ndipo Mwenyezi Mungu anaelekeza katika njia iliyonyoka. Huzur anasema kisha miujiza iliyopatikana kwa kumpitia Sayyidina alayhi salatu wassalam, na Mungu anatuonyesha katika zama hii. Kuhusu hii nieleze kwamba kuna mbashiri wetu kutoka Ghana, kuna kijiji kiitwacho Korabora. Kule anasema mwanajumuiya mpya Jabrila Saheb alinijia na akasema kwamba kuna msimu wa mavuno na wazee wangu wamesema kwamba nitoe sadaka kwa masanamu ili mavuno ya mimea kadhaa yapatikane mazuri. Kwa hiyo mwalimu anasema nikamwambia kwamba ni vizuri uipukane na haya masanamu, na nikamfundisha dua ya istikhara. Na kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, wakati wa mavuno ya huyo kijana yalikuwa mazuri kuliko mavuno ya baba yake. Baba alikuwa mshirikina, kwa hiyo mavuno ya kijana yalikuwa mazuri zaidi. Kwa kuona nishani hii, baba yake alisema kwamba Mungu wa mtoto wangu ni Mungu mkweli. Kwa hivyo baba huyu kijana alichoma moto masanamu yote alikuwa anayo. Huzur anasema hii ni uimara wa imani ambayo inapatikana katika wanajumuiya wapya. Kisha mbashiri wetu wa Kenya Eldoret anasema kwamba mpinzani wa jumuiya aliingia katika ofisi yake, kwa sababu huyo mpinzani alikuwa akifanya kazi kule katika mission house. Kwa hiyo alikuwa akija pale mara kwa mara, na kwa sababu fulani alifukuzwa kazini. Baadaye akaingia ofisini na akaweka dawa ya kulevya katika paa la ofisi, na akafahamisha polisi kwamba mbashiri wa Ahmadiyya anaishi hapa na anafanya biashara ya madawa ya kulevya. Kwa hiyo polisi ikashambulia, na polisi ilipofanya utafiti madawa yalipatikana kule. Polisi iliambiwa kwamba hii ni shari ya wapinzani, lakini polisi ilisema kwamba sisi tutafanya kazi yetu. Kwa hiyo mbashiri wetu alipelekwa police station na alifungwa pale. Kesi ilipelekwa mahakamani. Hakimu akatoa tarehe ingine ya kusikiliza ile kesi. Kwa hiyo mbashiri aliniandikia barua kwa ajili ya kufanya maombi. Mimi nilimjibu huyo mbashiri. Kisha tena tarehe ya kesi ilikuja, na anasema kila mara ya tarehe ya kesi ilipokuwa ikija, nilipokuwa nikienda mahakamani, hakimu alikuwa akitizama kwangu kwa makini sana, na alikuwa akisema kwamba mheshimiwa ukae, na alikuwa akinikalisha na alikuwa akinipatia tarehe ingine. Mbashiri anasema kwamba siku mbili kabla ya tarehe ya ile kesi kule mahakamani, baada ya sala ya alfajiri, nilikuwa na fikira sana, nikafanya maombi sana. Nilipoanza kusoma Qur'ani tukufu, nikapata wazo hili kwamba ninatakiwa nipate mwongozo kutoka Qur'ani tukufu. Nikifungua Qur'ani kwanza kabisa nikiangalia neno, basi itakuwa mwongozo kwangu. Nilipofungua Qur'ani tukufu, nilikuta aya
ilikuwa pale ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim, na kwa kusoma aya hii nikapata utulivu kwamba ujumbe ni mzuri. Kwa hiyo baadaye nikaenda posta na kule barua Hazur anasema barua yangu alikuta, na mimi niliandika kwamba Mwenyezi Mungu akulinde na Mwenyezi Mungu awafedheheshe wanafiki katika hila, na Mwenyezi Mungu aisalimishe jumuiya na aipatie maendeleo ya jumuiya. Mbashiri anasema kwa kusoma barua hii nikapata utulivu zaidi kwamba lazima Mwenyezi Mungu atafanya fadhila zake. Na hata niliwaambia wanajumuiya kadhaa, Mbashiri anasema niliwaambia wanajumuiya kadhaa kwamba Mwenyezi Mungu atafanya fadhila, na hii ni bishara. Kwa hiyo nilipenda mahakamani, hakimu baada ya kuongea nami kidogo akasema kwamba wewe una uhuru, hakuna kesi dhidi yako, unaweza kwenda. Hazur anasema ikiwa imani ni madhubuti, basi inakuwa yakini juu ya kudra ya Mwenyezi Mungu, na katika hali hii mtu anamtegemea Mwenyezi Mungu tu, na Mungu anaonyesha miujiza yake na nishani zake. Haya ni mambo ambayo yanaboresha imani ya mtu na yanarekebisha hali ya mtu, vile vile inakuwa sababu ya kurekebisha hali ya wengine pia. Kwa hiyo kila mwanajumuiya anatakiwa apate jambo hili au hali hii. Kitu kingine kwa ajili ya kurekebisha vitendo ni kuwa na elimu. Nieleze tena kuhusu hii kwamba kwa kosa inaeleweka kwamba dhambi kadhaa ni ndogo na dhambi kadhaa ni kubwa, na matokeo yake ni kwamba madhambi ambayo ni madogo kwake, yale madhambi yanabaki ndani ya moyo wake na wazo lake, na anaona kwamba haya si madhambi anayofanya, au ni dhambi ndogo kiasi hiki kwamba hataulizwa na Mwenyezi Mungu. Basi anakuwa wazo ya aina hii. Hazur anasema kwamba Ijumaa mbili iliyopita katika hutuba nilisema kwamba asylum seeker, yani wakimbizi ambao wanaosema uongo hapa kwa ajili ya kupitishwa kesi yao wanategemea uongo. Kwa hakika hawa kwa kufanya hivi wanaharibu kesi yao, si kwamba wanaharibu kesi yao bali wanafedhehesha jina la jumuiya pia kwa kufanya hivi. Lakini mtu mmoja aliniambia kwamba baada ya hutuba yangu ile alimwendea wakili, na wakili pia ni mwanajumuiya, aliyesikiliza hutuba yangu, na labda huyu wakili anaitumikia jumuiya pia. Huyu wakili alimwambia huyu mkimbizi wakati wa kutayarisha kesi yake kwamba unalazimika kusema uongo, na akasema lazima tuweke uongo katika kesi yako hii, pengine bila kusema uongo kesi yako haitakubaliwa. Kwa hiyo ni lazima tuseme uongo. Hazur anasema ilhali nilisema waziwazi kwamba hamtakiwi museme uongo hata kidogo. Wahmadiyya wanasumbuliwa na dunia nzima inajua kwamba wanajumuiya wanasumbuliwa. Kwa ajili ya hii hina haja ya hodari ya wakili kuhusu hii. Wabashiri na viongozi wanatakiwa wakumbushe wanajumuiya ili waipukane na uongo na wasiseme uongo, na watu wasiwe na wazo hili kwamba dhambi kadhaa ni ndogo na dhambi kadhaa au dhambi zingine ni kubwa, na tunalazimika kuepukana na ushirikina wa kusema uongo. Na katika hali hii miujiza itapatikana, lakini wale wanaosihi wanatakiwa wakumbuke kwamba wao wenyewe pia wawe na hali ya aina hii, kwamba
kwamba vitendo vyao na elimu yao ipitane, tofauti isipatikane katika vitendo vyao na elimu yao. Isitokee kwamba wanasema tofauti na wanafanya kinyume na wanayosema. Ilmuradi katika jumuiya wakati wa kutoa darsa kwa ajili ya kuboresha imani na kwa ajili ya kurekebisha vitendo, jumuiya wanatakiwa wakumbushwe, ikiwa kila mmoja sawa na uwezo wake anaanza kufanya kazi, mabadiliko makubwa yataanza kuonekana katika zama hii. Kwa jina la elimu, watoto wanaambiwa kuhusu maovu kadhaa shuleni. Nidhamu ya jumuiya inatakiwa wafundishe watoto na vijana, wazazi pia, kwa kuchunguza hali ya amali zao. Wanatakiwa wajue kuhusu madhara ya maovu haya na madhara ya elimu inayofundishwa shuleni, ili waweze kujisalimisha na kuwasalimisha watoto wao pia. Hapa shuleni katika umri ndogo sana, mambo yasiyo na maana watoto wanafundishwa, na dalili inatolewa kwamba ili watoto wajue kuhusu nzuri na mbaya, lakini kwa hakika watoto hawajui kuhusu nzuri na mbaya, bali kutoka kwa watoto wanakuwa na fikira mbaya na wazo mbaya, kwa sababu mtoto anaona mifano mbaya ya wazazi wake na wakubwa wake. Kwa hiyo wabashiri, viongozi wa jumuiya na wazazi, hawa wote wanatakiwa wafanye juhudi kwa pamoja, ili badala ya elimu hii mbaya wafundishe watoto elimu nzuri. Sisi hatuwezi kuingilia katika mambo ya shule, lakini kwa kuwaambia watoto kuhusu mbaya na nzuri na kwa kuonyesha mifano yetu mizuri, tunaweza kuwasalimisha watoto wetu katika athari ya mazingira. Mwenyezi Mungu atuwezeshe tuweze kutimiza majukumu yetu vizuri. Amin. Huzuru anasema baada ya swala nitaswalisha jeneza ghaibu mbili. Ya jeneza kwanza ni Nawabi Bi Saheb wa Uchamangat, wilaya ya Hafzabad. Alikuwa mama wa mbashiri wetu wa Guyana, bana Ihsanullah Mangat Saheb. Tarehe 19 wa Januari 2014 kwa amri ya Mwenyezi Mungu alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wazee upande wa baba walikuwa kutoka kwa Shekhupura na wazee kutoka mama walikuwa kutoka Hafzabad Uchamangat. Alikuwa akitukua Hadrat Nasruddin Saheb, sahaba wa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Alikuwa mama mwenye kutoa karamu sana na mwenye kuwahurumia sana maskini. Wahamadia na wasikuwa na jumuiya walikuwa wakiheshimu sana, na alikuwa akiwatendea vizuri wabashiri wote, na alikuwa anapenda sana uhalifa. Aliandika shairi kuhusu halifa na alikuwa akisoma shairi. Ameacha mabinti 3 na watoto wa kiume 3. Kama nilivyosema, Ihsanullah Mangat Saheb ni mbashiri wetu wa Guyana, na kwa sababu ya kuwa nje ya nchi hakuweza kushiriki katika jeneza ya mama. Mwenyezi Mungu amjalie subra na aiweke roho ya marehemu mahala pema. Jeneza ya pili ni ya bana Sheikh Abdurrashid Sharma Saheb, Shikarpur wa Sindh. Tarehe 16 wa Januari 2014 alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mtoto wa Sheikh Abdul Rahim Sharma Saheb, alikuwa sahaba Sayyidina alayhi salatu wassalam. Maulvi Abdul Karim Sharma Saheb alikuwa ndugu yake. Zaidi ya miaka 50 katika Shikarpur alitumikia jumuiya. Kabla ya uhuru ya Pakistan katika Qadian alikuwa akifanya kazi katika kiwanda cha Mirza Sharif Ahmad Saheb. Baada ya kupatikana uhuru wa Pakistan,
chini ya uongozi wa maagizo ya halifa wa pili alitumikia jumuiya. Baada ya kupatikana uhuru wa Pakistan kulikuwa hakuna biashara kule. kwa hiyo kwa ushauri wa baba yangu Sahibaza Mirza Mansur Ahmad akaenda Shikarpur. Kule alipewa kiwanda, na baada ya kwenda kule alitafuta wanajumuiya walikuwa wakiishi kule, na akawa mwenyekiti wa jumuiya wa kwanza kule, na alijenga msikiti mzuri pia pale karibu na kiwanda. Halifa wa 4 alimteua kuwa amiri wa wilaya 4. 1982 mke wake alifariki, lakini miaka 30 aliishi kwa subra sana. katika mwaka 95 mtoto wake Sheikh Muzaffar Ahmad aliuawa katika Shikarpur. Kisha katika 97 mtoto wake mkubwa pia aliuawa, lakini hakutelezeka hata kidogo, bali alisimama kwa imara sana. Alikuwa shujaa sana. Siku moja wapinzani walifanya maandamano na walikuwa wanaelekea nyumbani kwake, kwa hiyo yeye peke yake akatoka nje na akapambana nao, na polisi ilikuwa imesimama pale. Kwa hiyo sheikh alikuwa anaongoza yale maandamano, alimkamata yule sheikh. Kwa kuona hii kila moja alishangaa, na hata polisi pia ilishangaa, na alisema namna gani uliwafukuza hawa walikuwa wanafanya maandamano. Baadaye huyu bana alihamia Islamabad. Alikuwa akipenda sana uhalifa na alikuwa akitoa michango sana, na kwa wazee wake pia alikuwa akitoa mchango. Katika misikiti mingi iliyojengwa Pakistan alitoa mchango mkubwa sana. Alikuwa musi, na katika mwanzo wa kila mwaka alikuwa akitoa mchango wa mapato yake yote. Ameacha mabinti 5 na watoto wa kiume 5. Binti yake mmoja ameolewa na Dr. Malak Mudassir Ahmad ambaye ni wakf, na binti yake pia Fozia pia ni daktari. Hawa wote wanaitumikia jumuiya katika Nigeria. Vile vile mjukuu wake Sheikh Sohail Sharma siku hizi ni Sadar Khudamul Ahmadiyya wa Pakistan. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema, na awajalie watoto wake kwamba wafuate nyayo za wazee wao vizuri, na kwa imani waendelee kujenga uhusiano huu. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.